السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kustaka sala na salamu zimwelekee mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala alipowaumba wanadamu na akawaamrisha jambo kubwa, nalo si jambo lingine, ni jambo la kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Aliwawekea wanadamu hawa misimu ya kufanya ibada, na misimu hiyo ndani yake kukawa kuna utofauti baadhi yake kwa baadhi yake. Kukawa katika misimu hiyo ipo ile ambayo ibada zinazofanywa katika misimu hiyo zina malipo makubwa kuliko ibada zinazofanywa katika misimu mingine, ikiwemo mfano mwezi mtukufu wa Ramadhan na ibada ya saumu ya Ramadhan, kadhalika mwezi wa Dhulhijja na ibada adhim ndani yake ni ibada ya hija na yale ambayo yanayotokamana na hija. Allah subhanahu wa ta'ala akaweka malipo yake yakawa tofauti na malipo ya ibada zingine, na mtu akifanya katika wakati usiokuwa wake, basi ibada hiyo itakuwa haikubaliki mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tukiwa katika kipindi hichi cha mwezi wa Dhulqaada, katika kipindi cha miezi mitukufu, lakini baada ya muda mchache watu wataelekea katika viwanja vya miji ya Maka, kama vile Maka yenyewe katika Al-Kaaba, Mina, Muzdalifa, Arafa, Jamarati na kwingineko. Tunaona kuna umuhimu wa kukumbushana kuhusiana na jambo hili la ibada hii ya hija, kwa sababu hakuna wakati mwingine utakaokuwa bora kukumbushana kuhusiana na ibada hii zaidi ya wakati huu. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika kitabu chake kitukufu, walillahi ala nnasi hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila. Hakika Allah subhanahu wa ta'ala amewafaradhishia watu kwenda kuhiji katika nyumba yake tukufu. Yule mwenye uwezo, basi njia hiyo ipo wazi. Wanawachuoni wanastadili na aya hii katika Qur'ani kuwa ndiyo dalili inayoonyesha uwajibu wa watu kwenda kufanya hija ambayo ni nguzo katika nguzo tano za Uislamu, kama ilivyothibiti katika hadithi ya Jibril iliyopokea Umar ibn al-Khattab radhiyallahu tabarak wa ta'ala anhu fi sahih. Kadhalika pia ilivyothibiti katika hadithi ya Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, bunya al-islamu ala khamsin, shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa sawmi Ramadan wa hajju baitillahi al-haram. Sasa hija ni nini? Hija ni kitendo cha Muislamu kutoka kule anakoishi kuelekea Makka kwenda kutufu Al-Kaaba, nyumba ya Allah kongwe, na baada ya hapo kusimama Arafa, kisha baada ya hapo kuja katika maeneo matukufu ya Muzdalifa, na baada ya hapo kwenda katika maeneo ya Mina na kuchinja. Baada ya kuchinja kufanya
Safa na Marwa, kadhalika kumaliza yale ambayo yanahusiana katika wajibati kama vile kunyoa na mfano wake. Ukifanya hivyo unakuwa umefanya ibada ya haji kama alivyoifanya mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam, na kabla ya hapo kama alivyofanya nabii wa Allah Ibrahim alayhi salatu wassalam. Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam pia amelihimiza jambo hili akisema, inna Allaha qad farada alaykum alhajja fahujju, enyi watu, hakika ya Allah subhanahu wa ta'ala amekufaradhishieni ibada hii tukufu ya hija, basi jitahidini, jilazimisheni kwenda katika nyumba tukufu ya Allah subhanahu wa ta'ala kufanya ibada hiyo. Kwa tunalifundisha jambo hili na kulikumbusha kwa sababu ni moja katika ibada alizozifundisha Allah na alizozifundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini pia ni katika nguzo miongoni mwa nguzo za Uislamu, kama jinsi ambavyo tunasikia katika mimbari mbalimbali mashekhe, maduati, waalimu wakihimiza ibada za swala, wakihimiza ibada za zaka, wakihimiza ibada za funga. Kadhalika pia tunatakiwa tuhimizane ibada ya hija, hija ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameitekeleza, na Mtume sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama amejifundisha ibada hii kutoka kwa baba yake ambaye ni Ibrahim alaihi salatu wassalam. Katika mambo ambayo tunatakiwa tuyafahamu kwa wale ambao hawaendi katika kufanya ibada ya hija ni ibada ya chinjo. Yule ambaye hakuweza kupata uwezo wa kwenda haji, basi akibaki hapa, Mtume sallallahu alaihi wasallam amefundisha watu kuchinja mnyama ambaye ni mbuzi au kondoo, ng'ombe kwa watu 7 na ngamia kwa watu 7, ikiwa watashirikiana au mtu mmoja, au kuchinja zaidi ya kimoja katika hivi, kwa yule ambaye atakayekuwa na uwezo. Kufanya hivi ni kutekeleza mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Ibada hii mwanzilishi alikuwa ni Nabiiullah Ibrahim alayhi salatu wassalam, kama ilivyoeleza Qur'ani katika aya isiyokuwa moja ndani ya Qur'ani. Allah subhanahu wa ta'ala, tukisoma surati Safat, Allah subhanahu wa ta'ala ameelezea kisa cha Ibrahimu na watu wake waliokuwa akiwalingania. Katika kile kisa ambacho alivunja masanamu na kisha akachukua shoka na kuweka katika bega la yule sanamu mkubwa. Wale watu wakamhoji na akasema, muulizeni mkubwa wao. Wakatambua kwamba Ibrahimu ndiye ambaye aliyefanya tukio lile na kumwandalia adhabu maalum, kwa mwashia moto na kusudia kumtupa. Allah subhanahu wa ta'ala akamsalimisha. Aliposalimika, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, aliposalimika kutoka katika lile tukio la yeye kuchomwa, na Allah subhanahu wa ta'ala akawa amemtoa akiwa salama, kusema ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Alikuwa na mwanaye Ismail, ambaye mwanaye huyu alimpata katika mji wa Maka. Kijana huyu alipokuwa na Ibrahim akawa tayari na uwezo wa kwenda na mtoto wake na kurudi. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, alipofikia kijana huyu mkubwa anaweza kwenda na kurudi na baba yake, akasema, ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahuka fanzur madha tara, ewe kijana wangu, hakika mimi ninaona katika ndoto kwamba ninakuchinja, basi angalia tunafanyaje. Yule kijana ambaye ni Ismaili akasema, ya abati fa'al ma tu'mar, ewe baba yangu, fanya kile ambacho ulichoamrishwa, satajiduni insha Allahu minas sabirin, utanikuta mimi akipenda Allah ni katika wale wenye kusubiri. Hili tukio hili lilimfanya Ibrahim alayhi salatu wassalam amwandae mwanaye na ampeleke katika maeneo fulani kwa ajili ya kutekeleza amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa anasema, falamma aslama watallahu liljabin, alipojisalimisha mtoto na baba yake na akamlaza kifudifudi kwa ajili ya kumchinja,
Allah anasema wanadainahu an ya Ibrahim, tulikuita kwa kukunadi ewe Ibrahim, kad saddaqta ruya, kwa hakika umesadikisha ndoto yako, umesadikisha yale ambayo ulioambiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na ndoto za mitume ni wahi. Kasema inna kadhalika najzil muhsinin, hakika hivi ndivyo ambavyo tunavyowalipa watu wema waliokubali na kutekeleza yale ambayo tuliowaamrisha. Sasa hili tukio sio tukio la bure, ni tukio ambalo Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallama alikuja akatekeleza, kadhalika pia akatuamrisha na sisi tulitekeleze. Kwa wale watakaokuwa kule wanafanya ibada ya haji, watachinja kwa maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala kama alivyoeleza, na kwa maamrisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam alivyowafahamisha wafanye vipi na kwa namna gani. Kadhalika pia kwa wale watakaokuwa hawakwenda, wanatakiwa wachinje kwa maamrisho ya Allah kama alivyoeleza katika kisa hiki, na kwa maamrisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallama kama alivyoelekeza wachinje kwa namna gani. Kwa kufanya tukio la kuchinja, kutekeleza amri ya Allah subhanahu wa ta'ala ya kuchinja na amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hii ni ibada kubwa sana katika kipindi hiki, na hii niseme ikiwa ni kama nasaha kwa baadhi ya Waislamu. Katika masiku haya kuna baadhi ya mataasisi mengi yamekuwa yakitoa sadaka za ng'ombe, wakichinja ng'ombe 300, 400, 500, 600 mpaka 1000 katika maeneo tofauti tofauti ndani ya nchi yetu ya Tanzania. Hili jambo si jambo lenye kuhimidiwa sana, kwa sababu limewafanya Waislamu wengi waache ibada ya kuchinja. Sababu ibada ya kuchinja ni katika kutoa pesa na kununua mnyama na kumchinja, kumwaga damu, si katika kula zile nyama ambazo zinapatikana baada ya kuchinja. Watu wengi wameacha ibada hii, wameipuuza ibada hii, wanasubiri kwamba zitaletwa ng'ombe, zitaletwa nyama, tutagawiwa na kadha na mfano wake. Jambo hili si katika mambo yenye kuhimidiwa, bali watu turudi katika mafundisho ya Allah na mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam, ili tuweze kupata thawabu zilizokusudiwa na Allah, kadhalika tupate thawabu zilizokusudiwa na Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Naktafi bihadha alqadr, wallahu a'lam, wa sallallahu alaihi wa sallam, baraka ala Muhammad, wa jazakumullahu khair, barakallahu.